Amayang o sinalang kaila siya yor bayan ilesirit kara kende nyogo dai pokin karibuni pokin yanalo sababu leo tunazindua parokia ya Lengashu rasmi na baba askofu mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Afrika Mashariki. Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Basi tunapoanza tukio hili la uzinduzi, naomba tuimbe wimbo wa namba 59. Namba 59. Namba 59 na kufanya tendo hili la kufungua parokia hii na kuweka jiwe la msingi. Mafungu mawili tu. Zidi yako Bwanangu tunayoifanya, hakuna anayeweza kuvunja kazi hii. Ni kama punje ya mbegu ikiwa ndani ya mchanga, inakufa kwa kuoza, na hapo yabadilika, inaota ya kuwa na kuzaa. Yesu umeteswa kwanza, halafu umepaa, nao wakufuatao wanateswa vivyo. Twaomba tusaidie, nasi tushike njia hii. Kwa kufa kwako na sisi tunatoka kaburini, tuongoze tufike mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tuanze ibada hii ya uzinduzi wa jengo hili na parokia hii katika jina lake Mungu Baba wa Utatu, Baba
na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Wapendwa katika Bwana, Bwana wetu anatuambia kwa kinywa cha Mtume Paulo katika Wakolosai, kila kitu mfanyacho kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndiye mtakayemshika mkimshukuru Mungu Baba katika yeye. Yote yanatakaswa kwa sala na neno la Mungu. Na tena tufahamu chochote Bwana alichokibariki kimebarikiwa milele. Amen. Naomba wale walioandaliwa kwa ajili ya masomo waje tusomee masomo kwa ajili ya uzinduzi. Efeso 2 mstari wa 20 mpaka 22. Efeso 2 mstari wa 20 hata ule 22. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vyema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja na kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Amen. Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 7. Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 7. Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 7. Kake aigata yok ele shumat adwa masa engulukoni elio yi ndere ore nagolon maglani na yangai imwa madwa iyogage esai. Amen. Somo la mwisho ni kutoka Wafalme wa kwanza mlango wa 6 11 hadi 13. Wafalme wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 11 hadi 15. Neno la Bwana likamjia Selemani kusema, hakika habari ya nyumba hii unayoijenga, kama ukienda katika sheria zangu na kuzifanya hukumu zangu na kuzishika amri zangu zote na kwenda katika hizo, ndipo nitakapo ithibitisha neno langu kwako nililomwambia Daudi baba yako, nami nitakaa katikati ya wana wa Israeli, wala sitawaacha watu wangu Israeli. Amen. Amen. Asanteni kwa masomo mazuri. Sasa naomba tuweke jiwe ili la nyumba hii wakfu sasa, ili nyumba hii ifunguliwe rasmi. Basi tunaweka jiwe hili la nyumba hii ya ibada rasmi katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu wa utatu watangulie wajenzi wa nyumba hii na kuwalinda ili walitukuze jina lako takatifu na kanisa lako lipate kuimarishwa. Wape mawazo ya kukutegemea na furaha hata mwisho. Tuombe. E Mungu mwenye nguvu zote, kwa mdomo wa mtumwa wako Daudi tunasikia ukisema, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. E Bwana, tunakuomba uibariki kazi hii ili jina lako lipate kuhimidiwa, ili nyumba hii iwe mahali pa kuonyesha utukufu wako, na usharika huu upokee hapo neno lako la uzima na kutakaswa kwa huduma nzuri za sakramenti na ubatizo takatifu zitolewe mahali hapa. Washike wote wanaojenga nyumba hii, uwabariki ili wasibaki gizani, bali wakumbuke ni wewe Bwana unayewalinda hapa kazini kila siku. Tunategemea msaada wako ili tuimalize kazi hii. Mapenzi yako yatimizwe kwetu, jinsi kanisa lako linavyokuomba kila siku. Uzidi kutuonyesha wajibu wetu, e Bwana, na sadaka zetu zipokee, tupate kubarikiwa nawe, na amani yako ikae nasi, na kazi ya mikono yetu uzibariki.
Katika Kristo Yesu Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Basi kwa neno na kwa nyimbo na kwa masomo ambayo yamesomwa, ninatangaza kwamba jengo hili na jiwe la msingi limewekwa rasmi katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba sasa Wakristo wote waingie ndani, alafu tutafuata pamoja nasi. Tumsujudie, tumche na tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na dunia. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa mbele ya uso wa Mungu tuweze kumtukuza kwa ajili ya neema yake na uaminifu wake. Tulisikie na neno lake takatifu na kuomba auishe roho na miili yetu, kwa kuwa Mungu ni mtakatifu na sisi tu wenye dhambi. Hivyo basi sasa tuchukue nafasi hii tuweze kumungamia Mungu dhambi zetu katika roho ya toba na imani, na tena tumuombe msamaha wa dhambi tukiwa tumekaa kwa unyenyekevu. Amaroroni dolori gachilang yangira do noto ya tebe ketungoka. Ungamo hili likiwa ni la kweli na mkitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi, basi kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo na kwa mamlaka niliyopewa na Mungu, ninawatangazia ya kwamba Mungu kwa neema yake kuu ametusamehe dhambi zetu zote katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu amenihurumia, tendo hili kubwa sana, sikustahili jambo hili, nimelipata bure tu. Sasa najua haya yote, sasa najua haya yote, nasema ni huruma tu, nasema ni huruma tu. Bwana amefufuka, haleluya, amefufuka kweli, haleluya, haleluya. Sauti ya furaha na wokovu imo hemani mwa wenye haki, mkono wa kuume wa Bwana hutenda mkono wa kuume wa Bwana umetukuzwa, mkono wa kuume wa Bwana hutenda sitakufa bali nitaishi, naamini
tayasimulia matendo ya Bwana. Jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni. Siku hii twaloifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, iwe sasa na siku zote na hata milele na milele. Oh, eleison Bwana uturehemu. Kriste eleison Kristo uturehemu. Eleison Bwana uturehemu. Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni. Amen. Nitwagirige baareta ashuko Yerusalem aing'ua oldonyoji ololorienito otaaniki Yerusalem obana eloroto enkolong esabato 13. Nejing ninche Yerusalem nepuo ailepaki orgilata leshumata lenkaji apa natijing'a Petero, Yohana, Yakobo wa Andrea, Filipo, Thomas, Bartolomayo, Matayo, Yakobo ne Alfayo, Simon la orgirowua o Judas ole Yakobo.
nejo tomon ong'uan nitururo pooki anaake aasisho tenebo netii nkituak siritore natii Mariam ng'otonye Yesu olalashara lenyenak. Ore tenena olong'i nitashe Petero tiatua lalashara teumata oltung'anak obaya esiana 120. Nejo lalashara lainei meeta kata apake nemeitabari irkigerot enaa enajo enkiyeng' esinyati. Eimu Daudi eimaki Yudas laa ninye otorikuo iltung'anak oetuo aibung' Yesu. Amu ore olesiana ang' apa Yudas neishooki ematu enye tena siai. Ninyang'ua ele tung'ani enkurma tolerrinyore lenkarruisho enye. Naa ine etanang'a etusulari neng'era adanya nitiakunye enkoshoke pooki. Nening iltung'anak pooki oomanya Yerusalem ina. Nedung'oki ina kurma enkarna tenkutuk enye aajo Akeldama, eji enkurma osarge. Amu etisiraki tembuku orkerembe lenkai aajo metomijoono enkaji enye nelai oltung'ani omany nchoo sii misiaisho likae terishata enye. Ore naa oltung'ani obo lelelo oisiritore iyiok teina kata pooki etii Yesu atua iyiok kitamaari. Iterua tenkibatisa e Yohana ometabaiki inoolong' nailepieki Yesu aaya kepir aitung'ua iyiok metaa meeta kata nemeaku obo lelo shakenini lempiunoto tenebo iyiok. Neaku etegelutua iltung'anak aare Yosef oji Barsaba neji sii Justus o Matias. Neomon ninche nejo olaitoriani iyiolo iyie iltauja looltung'anak pooki. Ore tenkaraki ina olaitoriani tootaki iyiok olitudutayie tekulo pokira aare ojing' ena rishata aaku orkipaaret neasisho amu eshomo Yudas ewueji enye apake metamayiana enkayioroi lenye. Sura ya 17 aya ya 21 hadi 26. Wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakao niamini kwa sababu ya neno lao, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Baba, hao ulionipa katika nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa misingi ulimwengu. Baba mwenye haki, ulimwengu haukukujua, lakini mimi nalikujua, na hao wamejua ya kuwa ndiwe uliyenituma, nami naliwajulisha jina lako. Tena nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipa mimi liwe ndani yao, nami
niwe ndani yao. Hili ndilo somo la Injili. Masai Kusini pamoja na waalikwa wote ambayo wamealikwa, ninawakaribisha wote. Karibuni sana hapa Olengashu. Karibuni sana. Na mimi nina furaha kubwa na ninachukua nafasi hii kumkaribisha Baba Askofu, na yeye aende sasa awakaribishe. Kuna wageni wengine ambayo wamekuja. Karibu baba. Hebu msalimie jirani yako tena, muangalie macho. Mwambie nakupenda sana. Yaki mara sina mwingine kama wewe. Yaki mara nikarumani toye. Mwambie ni wewe tu. Yaki. Tuna sababu ya kumshukuru Mungu kwa siku ya leo. Kiara na lebe kitokea Shanghai de Ladama ambaye ametuongoza tukafika mahali hapa. Na roligoje yoga mara bawene. Na nafasi yangu ni ndogo sana. Wale ni sharai na gidioleng. Niwakaribishe wageni walioko mbele yangu. Baite nikola mono odi dogo ya nano. Ninaowafahamu. Layolo. Lakini wale ambao siwafahamu. Wala mayolo. Nitamkaribisha rafiki yangu mpendwa wangu. Na ishol cherela ilano. Bambire. Baba ila Bambire. Alaigwanani. Alaigwanani. Ili naye aweze kutukaribishia wageni. Heide nikola monla kulie oyolo sedenye. Lakini hapa niko na tumekuja na rafiki yangu sana ambaye yuko ametokea Kajiado. Anaitwa mchungaji Jacob. Anaitwa ni Jacob. Asimame awasalimie. Ina shobero roge iyo. Kangalie Yesu awabariki na kwa inua. Yohana Mtakatifu 14 mstari wa 6. Yesu akawaambia, mimi ni njia, kweli na uzima. Wote waniaminio mimi hawatapotea, bali watapata uzima wa milele. Pokea njia hiyo, maana yake Kristo. Penda sana kuzungumza na Kristo, maana Yesu ndio uzima, njia ya uzima wa milele. Na Mungu ambariki kila mmoja. Baba Askofu, na mheshimu Baba Askofu, na heshimu serikali yetu na watumishi wa Mungu walioko hapa. Mungu awabariki sana. Amen. Lakini pia wamefuatana na mchungaji Mesha. Kana mwinunore o singalanka yaleta ni Mesha. Naomba pia simama. Yo monde ibasho. Amen. Darasi. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaheshima kwa Baba Askofu mkuu wa kanisa tuliyomkuta, na Baba Askofu baba yetu wa diocese, na wazee wote na viongozi wakuu wa serikali yetu tuliowaona. Tunawashukuru sana. Asanteni kwa kutupa neema ya kuja kumhubiri Yesu. Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana. Dashe. Lakini tuko pia na binti yetu Neema. Kiara ndita Neema. Ni mke wa mchungaji. Ndomo no nyala etani. Na wana watoto wengi tu. Narangara sere. Lakini amekuja kumsifu Mungu. Kewa isi sankai. Naomba awasalimie pia. Ndio sinyo roge ndai Neema. Amen. Tushulwa raani. Asante sana. Lakini tuko na mchungaji Mariki. Kiara letani Mariki. Yeye anachunga parokia ya Moshono. Ndio ninye parokia ya Moshono kule Arusha. Tala Rusarige. Haleluya. Amen. Tuko pia na mchungaji Bahati Ngungat. Kiara letani Bahati Ngungat. Oliboni Lengai. Nabii. Yeye anachunga parokia ya Relini. Gera nene hena parokia ya Relini. Amen. Amen. Amen tena. Amina. Amen. Lakini tuko pia na mchungaji kutoka Kibrashi. Jara laifa ni ngwa Kibrashi. Na wasalimie, ataje jina lake. Nei bora nganenye ni rorogendai. Amen.
Amen. Nani? Kwa jina lake anaitwa mchungaji Daudi Kiroya. Anawakaribisha sana Kibrashi. Mungu awabariki sana. Lakini pia tuko na mwinjilisti wetu Yarasi Alishaya ni ambaye leo tunamuingiza kazini, ambaye ni wa parokia hii ya Olengaisho, Alana parokia Langaisho, ambaye anaitwa mwinjilisti Julius. Jini ne mwinjilisti Julius. Mama wasalimie. Dashoro roke kanisa. Amen. Adogi ashanga ira na malijele. Ali ndaya ashe bogi. Ashe baba ilanga skofu kidogo. Anise Gluteri Afrika Mashariki. Ashe baba ilanga skofu le Arusha. Ili gahe serikali yangu. Otioli sila. Kinaranda yoleng. Ali ga ashara ranak. Oye dua nangkara kinanu. Ali anarankai. Nanor sili jantai. Edi lembur sindilo. Garanda ni Jennifer. Kaini ni ngonda yoleng. Amen. Lakini pia tuna mchungaji ambaye tunamuingiza kazini. Yara laita ni laika mayantara. Au mwinjilisti wa Esieki. Age Alisha yenyo shileseki. Lakini leo tunampandisha. Kage orara negi grafu kisho mari rara. Akeburi rara. Eburi roido. Na kusinyola ikene. Naomba simame awasalimie kwa ufupi. Zaira shora. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Sema amen. Mbarikiwe. Lakini pia tuko na mchungaji Paulo. Yaragesi anaitwa ni Paulo kutoka Engwiki Monduli. Oingwa Monduli juu. Ndio huyo anaye tafsiri. Nyama munawele agara ina songulo ibelekenya kutoka. Lakini pia tuko na mchungaji mwenyeji. Yara siala ifika ni Lene. Yohana. Yohana. Ndarasi. Naitwa mchungaji Yohana Msonde. Nasimamia parokia hii ya Langaishu. Pia nina parokia ya Namelo Kitikiti. Nimeambatana na mama mchungaji mke wangu. Nenya nyugra nalani nye. Alafu anafanana tumshangilie kabisa. Tumpigie makofi kabisa. Nado hobi ngulu. Na wazee waliotoka Namelo kunaomba wasimame. Andacho. Ile wa pande nganasha nyanda na madwa. Wana nao Paulo sana bayala kanisa kidogo. Asante sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia tuko na katibu mkuu wa kanisa letu la Kiinjili kanisa la Kilutheri la Afrika Mashariki. Kanisa kidogo Afrika Mashariki. Anaitwa mchungaji Mkwizu. Anaitwa ni Mkwizu. Baadaye atatusalimia. Iroro kiadeyo. Lakini pia leo hii kage wana ladama. Tuko na mwashamu baba askofu. Kiara baba elang askofu. Askofu wetu mkuu. Askofu langi dog la kanisa. Naomba asimame awasalimie pia. Egende nyu beye roro kentai. Na ndiye amezindua pale mbele. Na ninye arabolo tu la tu fainde. Hata aseme maneno machache. Ndio hadi ninye rolomo ninye dorobu kodi. Nisije nikakosea ikiongea lugha ya Kimasai. Ndoro maldo abanga ngulu kijana Masai. Misisi ngai. Misisi ngai. Darasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimependa kwa jinsi mlivyo. Karonyoto lenge ni yaya. Ninamshukuru Mungu wangu sana ambaye ananipa kibali kama yande rangaya ya kuweza kufika maeneo kama haya. Yamba unoto owidi ndoguneni. Hakika kwa kazi zangu na muda kuweza kuingia maeneo kama haya ni nadra sana.
lakini namshukuru Mungu ambaye amenipa kibali kuweza kufika huku. Yaani nawapenda upendo wa agape. Nawapenda mwa. Baba Askofu, nikushukuru kwa kuwa umenialika kwenye jimbo hili. Niwashukuru wachungaji wote mlioko mahali hapa. Niwashukuru viongozi wa serikali na kimila mlioko mahali hapa. Waimbaji wote ambao mnakwenda kumsifu Mungu. Kwa kupendeza kwenu niwaambie kwamba hata mbele za Mungu mmependeza kweli kweli. Basi mimi kama mlivyosikia, jina langu ni askofu mkuu wa kanisa la Kiluteri Afrika Mashariki. Kanisa ambalo makao yake makuu yapo kule Moshi. Kanisa na wale ngofsenye kitok nedi Moshi. Lakini lenye matawi kila mahali Tanzania nzima. Na maaskofu wake. Ni kanisa rasmi ambalo limesajiliwa kiserikali. Lina vibali vyote vya kufanya kazi na kuhubiri injili mahali popote Tanzania. Ni kanisa salama. Na linahubiri zaidi upendo. Ni kanisa linalotangaza amani. Na kuwatangazia Wakristo kuwa na ushirikiano na serikali na kuiamini serikali yao. Tuendelee kujikabidhi kwa Mungu anayeweza yote na anayetufundisha, anayetukumbusha na kutuelekeza. Ambaye kwake ni njia, kweli na uzima wa milele. Na pasipo yeye huyo Yesu Kristo hakuna atakayemuona Mungu. Mungu awabariki sana na kuwalinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwisho kabisa nimkaribishe mzee Bambire. Tuko hapa na rafiki yetu OCD ambaye amekuja hapa sababu nilikuwa na harambee kwa ajili ya kuinua kanisa hili. Kwa hiyo hapa tulipo tuko na usalama kabisa. Na hawa ni watumishi wa Mungu. Wanalinda amani. Lakini na haki pia. Naomba wasalimie kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Bakari Mohamed Goti. Haji Bakari Mohamed Goti. Mimi kwa wazifa wangu ni mkuu wa kituo cha polisi Kibaya. Lakini kwa shughuli ya leo namwakilisha mkuu wa polisi wilaya ya Kiteto. Nafurahi kujumuika nanyi katika hafla hii ya uzinduzi wa kanisa hili. Lakini pia nimefurahi kukutana na baba askofu mkuu wa kanisa. Pia kukutana na rafiki yangu askofu wa jimbo la Arusha. Na wachungaji wote walioshiriki katika hafla hii. Lakini nina furaha zaidi kutambua kwamba rafiki yangu pale kumbe ana wazifa wa mwinjilisti. Awali tulikuwa tunakutana kwenye shughuli mbalimbali, lakini sikuwa najua kwamba ni mtu mkubwa kwenye kanisa.
Lakini pia nimefurahi kusikia kwamba kanisa hili linahubiri upendo, linahubiri amani, vitu ambavyo ndivyo ambavyo tunavitaka sisi jeshi la polisi katika maeneo. Kwa kusema nawapenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kore mole lialoriene ndira hiye ngai. Mole. Kore. Ela jome yogumo. Kore yogula bralang laiser. Ejino do laiser. Lela gro irion dai. Ndio wengi kuliko laiser. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninayo heshima kabisa aikaribisha la halailo jila anyuni kumkaribisha rafiki yangu ndugu yangu la anyuni olbayale nganyit ndogo wangu la anyuni loy molelia wa heshima wa ukoo wa Molen amkiburarera la iserre nejo leo tuko na Liza hapa nejo kibarno robayale lebaya na wanasema leo tutarudi kwetu kwa ajili ya baba huyu. Tunamshukuru sana mzee huyu kidogo shela baba sababu ndiye ametupa kiwanja. Lakini sio kiwanja tu. Alitupa na dume. Lakini sio dume tu. Ametoa pesa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Anyobe mikijonye mayane nkayele bayan. Tusiseme Mungu ambariki mzee huyu. Olmari lenye. Na familia yake. Weholarin kumu. Mungu ampe miaka mingi. Amu eron taulen kai. Maana ana roho wa Mungu. Amuron taulen kai. Maana roho wa Mungu. Longi shoron. Ni la utowaji. Hoyoke kayenchan. Mungu atatupa mvua. Ni hoyoke kayengi shui. Mungu atatupa uhai. Era na zinyo taulen kai. Yeye amepewa roho wa Mungu. Na elewa yarara. Mzee huyu sasa ndiye ametukaribisha hapa. Ndiye ni kwa yote ni. Wele mzee Mbambire. Na wa baba ilang Mbambire. Huyu mzee. Wala baba. Mimi sikuwa najua Kiteto. Idwaga yolo unano. Lakini siku moja Mungu akaniambia nenda Kiteto. Na dojanga ya long homo do Kiteto. Na sijui naenda wapi. Na mayola bana loito. Akaja kutukutanisha na huyu mzee. Nelo banga ina irumoge la baba. Kumbe Mungu alitaka hii kazi ifanyike hapa. Ageyu banga yana sia ibaya sunne. Mtu ambaye amekuwa daraja. Onunganya rawa alinga langet. Ni huyu mzee. Nela baba. Nyoma hewa viroro kindai. Ngoja awasalimu. Bwana asifiwe. Amen. Kila mtu kwanza aweke mkono namna hii, mwenye uchawi leo amweke uchawi. Enda alunganya resara. Erosho mayanga ina. Roho mayanga na nimbugo oko rara iko na. Resara nimbuga agitugo. Embugo iraro ibagin. Mwaga uchawi kwa namna hii kwa imani. Mwaga. Basi monda jogendai alungani bwangana oyewe newi. Ishobogo duanga imboro alraunge julanga hii. Wote walioingia hapa Mungu amewavisha mema ya Roho wake Mtakatifu. Kore nasi na ongon irongo go yogla jasi dale mera ngok. Nuru hii Mungu ametupa mioyo misafi isiyo na dhambi. Kore nara rigera kulala haralang. Leo tuna ndugu zetu hawa hapa. Enewa raduela bayali kubere loda askofu. Iruaga ragiru mwaga kiruanga imainururu. Baba yetu askofu hatujawahi kufahamiana, lakini Mungu amemleta tufahamiane. Ndara kishaga ngaika mewa ngwalanga ya ruwa. Maana mtumishi wa Mungu amekuja kwa lengo la Mungu. Amona ndasa ruhina riende uyesegi. Ninaomba mama mmoja wa pale Segi. Ndio loriana la luganya yorini. Aje mbele yetu hapa. Amene ngoti nyirala iro mwagi yoga ngai kibwanga ngene kibwa du kibwara rabi kama yana rankai. Maana hata kama tujaendaga leo tunajaribu kama tutaenda kuleta kuweka baraka ya Mungu kule. Enda na mayane ndaya ngai. Mungu awabariki sana. Yelo rana anaul kulwanda rani gerorira. Era mayane no longa ider.
omewe ngirungana ngop. Ardhi hii tunaikanyaga imekwisha kubarikiwa leo na mwisho wa dunia yote. Anda ngai ngamre yanairu. Basi sasa tuanze ibada hii ya kuwaingiza watendakazi shambani mwa Bwana katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa katika jina la Yesu Kristo, mmechaguliwa na washarika wenzenu ili kushika wajibu wa uzee wa kanisa na uongozi mbalimbali katika parokia hii au katika parokia zenu. Sikilizeni maongozi ya neno la Mungu kuhusiana na wajibu wenu. Naomba wale
wachungaji ambao nimewachagua waweze kusoma maneno machache. Matendo ya Mitume mlango wa 20 mstari wa 28. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kwa angalizi. Mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Endo ni mwela ngai orumoite mbuku Timotheo rengrata Timotheo wa kwanza matwa euni sura ya 3 ogereri natomo nokoni mstari wa 13. Nedonji amore lelo oazisho airobiraki maana watenda kazi sawa sawa ema laisiaya kama watumishi na ketum na watapata rebet sifa sidai njema nemera bade nedum eri engitaunoto kitok tiatua enkirukoto natii atua Yesu Kristo esa. Mmesikia neno la Mungu linalowaasa ninyi kuwa mjitoe kuwatumikia watu wa Mungu bila kukata tamaa. Wakati mwingine mtanenewa maneno magumu, lakini msiogope, kwa sababu hata Bwana wetu Yesu Kristo walimnenea mambo magumu. Kiongozi huwa ni jalala, mtanenewa maneno mengi, lakini simameni, maana huu ndio mwanzo wa baraka kwenu. Mungu atawabariki ninyi watoto wenu. Mungu awabariki mpate kuzingatia maneno hayo maishani mwenu. Amen. Basi tusikilize wajibu wenu ndio huu. Na mimi nawauliza, je, mnakubali kupokea wajibu wa uzee wa kanisa na shughuli mbalimbali kwa msaada wa Mungu? Kama ndivyo, semeni ndivyo. Mungu atusaidie. Naomba mgeuke aimora. Ninyi ndio mliowachagua wazee hawa kwa viongozi wenu. Mpo tayari kuwatii na kushirikiana nao katika wajibu huu? Naomba washarika msimame. Kama ndivyo basi, semeni ndivyo tutakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Angalieni tena huko. Bwana Mungu awabarikie na kuwalinda. Bwana Mungu awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Bwana Mungu awainulie uso wake na kuwapa amani yake. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Basi kuanzia sasa ninyi ni wazee halali wa kanisa. Mtumikie Mungu kwa furaha nyingi na kwa uaminifu. Amen. Naomba wachungaji waje hapa wawape mikono.
baba. Baba. Omarumya waida baba ya. Baba. Oyage tolera baba ya. Baba. Kesera malorian. Oh iyage, iyage baba, iyage baba. Oh iyage, iyage baba, iyage baba. Oh iyage baba, iyage baba. Oh iyage Mwambie Mungu asante kwa siku ya leo.
Asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa kusudi lako. Asante kwa ajili ya vipita. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya watumishi wako waliotutangulia. Asante kwa ajili ya ibada mbalimbali zilizotangulia. Tunajikabidhi mikononi mwako Baba. Tunajikabidhi sasa mikononi mwako. Sema na watu wako na nguvu zako zikapata kutamalaki katika eneo hili. Katika jina la Yesu Kristo tunajidhabihu mikononi mwako Baba, nikiomba na kushukuru. Amen. 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 Tumpe Bwana makofi na vigelegele. Haleluya. Amen. Naomba mkae. Bora salama. Na mimi leo nataka nifundishe kwa ufupi faida za kumtolea Mungu ambazo Yesu mwenyewe alitufundisha. Na ninaomba tusome neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Marko. Marko 12:41 hadi 44. Naomba utulie. Usimpe mtu akusumbue tena. Nitafundisha kwa muda mfupi sana. Marko 12:41 hadi 44. Nafundisha somo hilo sababu mbele yetu kuna harambee. Lakini pia unapomtolea Mungu kuna nguvu za ajabu zitakazokuwa juu yako. Lakini kuna upendeleo wa ajabu utakuwa juu yako. Lakini kuna kibali ambacho utapata mbele yako. Lakini utakubalika popote unapokwenda. Kwa nini? Una roho ya kumtolea Mungu. Naomba tusome. Haya. Marko 12:41 hadi 44 asema, naye akaketi kuelekea sanduku la hazina. Yesu mwenyewe akaketi madhabahuni pale, akaelekeza macho yake kwenye sanduku la hazina. Akatazama jinsi makutano walivyotia mafedha katika sanduku. Nengora ndongana kitaito sadaka lasar lenye apikatwa enkira sadaka. Matajiri wengi wakatia mengi. Nita ikarsisi kumok na arakumok. Akaja mwanamke mmoja mjane nelo rwanda sana o nemera ubayo lenye angolia. Akatia senti 2. Nita robianiare kiasi cha nusu pesa. Nusu Erisioro ro bisailango holai. Erisioro ro obisailango holai. Akawaita wanafunzi wake. Neivo la irengeno lenya na Yesu. Akawaambia. Nejoki. Nawaambia. Ajaba likindai. Huyu mjane maskini. Ora no le aisinani. Ametia zaidi kuliko wote. Itaiyo kumoga lang poki. Wanaotoa katika sanduku la hazina. Lo itaiyo radwa o sanduku adwa enleki dareti. Maana na hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi. Amore kulokulipoki akiraitio. Na rakumo na isidi utora arwa mbesa yenye. Bali huyu katika umaskini wake. Ora nara adwa sinaisho nye. Ametia vyote alivyokuwa navyo. Itaiyo poki nara ninye. Ndio riziki yake yote pia. Nataka niseme hivi. Ndugu zangu, sadaka inaongea. Sadaka ina nguvu. Sadaka inakukumbuka, inasababisha kukumbukwa. Sadaka inampa mtu kibali. Sadaka inampa mtu jina. Sadaka inakupa wewe kukubalika popote utakapokwenda.
Sio sura inakusababisha ukubalike. Lakini sadaka inampa mtu jina. Kisha sadaka lungani yankarna. Leo tuko hapa. Kirira dene. Laanyuni ametoa eneo hili. Jina lake alitoki moyoni mwangu. Jina lake alitatoka mbele za Mungu. Kwa sababu ametoa mahali ambapo watu wanamwabudu Mungu. Yule mama ambaye amesimama hapa, ambaye ametoa eneo lake kule Seki, jina lake alitafutika. Kwa nini? Ametoa kitu ambacho kinagusa moyo wa Mungu. Ndugu zangu, tumesikia neno la Mungu. Watu wengi wanaongea juu ya sadaka, kwamba sadaka si kitu. Lakini tumesikia ya kwamba Yesu alipokuwa amekaa madhabahuni, akaelekeza macho yake pale ambapo wanapoweka sadaka. Yesu akatazama, akaangalia jinsi watu wanavyotoa, akaangalia matajiri, akaangalia masikini, akaangalia kila mmoja anavyotoa. Akasema, alikuwepo mama mmoja, akasema huyu mama ametoa kilicho kingi, kwa sababu ametoa vyote vingi alivyo navyo. Ametoa vyote alivyo navyo. Ndugu zangu, Mungu anaangalia ubora wa sadaka. Lakini pia anachotaka Mungu, kitu cha kwanza anataka moyo wako. Cha pili, anataka uwe mtu wa shukrani. Mungu akaangalia kile chombo cha sadaka, akaangalia kila mtu anavyotoa. Lakini Mungu pia anaangalia hitaji la moyo wako. Mungu huwa anaheshimu sana agano la mtu. Mungu anaangalia agano. Hakuna agano lolote bila sadaka. Ninyi mnakumbuka habari ya Ibrahimu. Ibrahimu baada ya kumtolea Mungu, Mungu akaingia agano na yeye kwa sababu ya sadaka. Ndugu zangu, nataka nikwambie, watu wanasema Mungu angalii sadaka, lakini nataka kukwambia leo, Mungu anaangalia apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukilima eka moja, utavuna mazao ya eka moja. Huwezi kuvuna mazao ya eka 100, na wewe umepanda eka moja. Yesu aliketi kuelekea katika sanduku la hazina. Jinsi watu wanavyotoa, Yesu akaangalia. Hata leo Yesu yuko hapa, anaangalia moyo wako, anaangalia jinsi unavyodhamini kazi ya Mungu, anaangalia jinsi ambavyo amekulinda, amekupa uhai, amekupa nguvu, amekupa macho, amekupa masikio, amekupa miguu, amekupa kila kitu. Anataka kuangalia shukurani yako kutoka kwake. Ndugu zangu, nataka nikwambie, Yesu aliweza kuona kila mtu akitoa sadaka. Yesu akaangalia nafasi, akatazama matajiri walitoa kiasi chao. Watu wanampa Mungu makombo, hawampi kile kilicho kizuri. Watu wanampa Mungu makombo. Hata ukiangalia katika sadaka nyingi, utaona kuna 100,
100, utaona kuna 200, unaona kuna 500. Watu hawamtolei Mungu kile kilicho kikubwa, hawamtolei kile kilicho kizuri. Ndugu zangu, ngoja niwaambie, aliyependa mpaka kwenye uwezo wao wa kutoa. Unajua, ukimpenda Mungu utamtolea kile kilicho kizuri. Usipompenda Mungu huwezi kumtolea kibaya. Nadhani ninyi ni Wamasai. Huwezi kumpelekea baba mkwe shingo ambayo imenyofolewa. Huwezi kumpelekea mama mkwe kilicho kidhaifu. Unampelekea kile kizuri. Kama tunaweza kuwafanyia binadamu, Mungu tunamfanyia. Ndugu zangu, ngoja niwaambie, Yesu mtoa baraka akaona watu wanavyomtolea, wanamtolea makofi. Mungu aliyekuumba, Mungu aliyekufanya kwa sura yake, Mungu aliyekupa uhai. Hebu pumua kidogo. Huyo Mungu aliyekupa uhai, ambaye anaweza leo kusema uhai wako na uondoa, lakini umemweka chini kuliko vitu vingine. Nataka nikuambie, kuna kiwango unachomtolea Mungu. Mungu anakuangalia, anaona unamtania. Ndugu zangu, tunamtania Mungu aliyetuumba kwa sura na mfano wake. Nataka nisome maneno haya mafupi tumalizie kwa siku ya leo. Nataka tusome Mwanzo 4 mstari wa 1 mpaka wa 5. Mwanzo 4 mstari wa 1 mpaka wa 5. Naomba mmoja asome. Paulo, soma kwa Kimasai. Kedonji orore langai. Neyolo Adam engiroge neyu Kaini edo. Adam akamzaa Kaini. Akasema, nimempata mtoto wa kiume kwa msaada wa Mungu. Akamzaa tena ndugu yake anaitwa Abili. Abili alikuwa mchunga kondoo, kwa hiyo alikuwa ni Mmasai. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Abili alikuwa ni Mmasai. Mwambie jirani yako, Abili alikuwa ni Mmasai. Kaini, Kaini alikuwa ni mkulima olaturoni. Lanko. Na wakati ulipopita, walipokaa miaka 7. Ninyi mnajua ng'ombe anachukua muda gani mpaka apate mimba akazaa? Na ninyi mnajua jinsi mkulima anavyolima mpaka mazao yaive. Abili akawaleta wazaliwa wa kwanza wa ng'ombe na mbuzi na kondoo. Akaleta wapi? Wanono na Apir, Loingo, Lo Raruki, Lo Wo Elio, Lo Shira Lo Ikempe. Akaleta wazao wa kwanza wa ng'ombe mbele za Bwana. Abili akampokea na zile sadaka nzuri nono, Bwana akapokea. Mpe Bwana makofi. Amen.
Twende wa pili. Kage ibanga ma Kaini. Lakini Kaini tenebo wengi shoro dene hajapokea sadaka ya Kaini pamoja na sadaka yake na Kaini mwenyewe. Negoro nesote ngomo akakasirika nesote ngomo dene akapata mabiri dene. Meisha mstari wa 4. Nisikilize vizuri nikwambie. Biblia inasema katika watu hawa wawili Kaini akaleta mazao ya ardhi. Haijaandikwa kwamba ameleta kitu gani. Haijaandikwa ameleta mahindi. Haijaandikwa ameleta maharage. Haijaandikwa ameleta mbaazi. Haijaandikwa ameleta alizeti. Kwa sababu ameleta vitu dhaifu. Na ndio sababu haijaandikwa. Ni sawa sawa na wewe leo nikupe shilingi 100. Utanikumbuka? Wangapi watanikumbuka niko hapa 100? Au nikiwapa 50? Na nikukupa 10,000? Wangapi watanikumbuka niko hapa 100,000? 100,000. Wangapi watanikumbuka nikiwapa 50,000? Alikuwepo mwimbaji mmoja. Walikuwepo waimbaji hapa. Nikawapa 10,000. Wewe unafikiri watanisahau? Hawezi kunisahau. Kwa sababu nimewapa kitu. Kaini akaleta vitu vya ovyo. Vitu vilivyodharauliwa. Akaleta kondoo walichoka. Mbuzi wagonjwa. Akaleta ng'ombe waliokonda. Wakamletea Bwana. Akaacha wale wazuri. Naomba nisikilize tena. Kaini akaleta mazao. Haijaandikwa kwamba ameleta gunia au debe moja. Haipo kwenye kumbukumbu. Lakini Habili, Biblia inatuambia akaleta wazaliwa wa kwanza wazuri, wanono, waliopendeza, wale wanaolima, wene nundu, ambao ukiangalia kwa jicho hata wewe unawapenda. Tunampa Mungu vitu ambavyo hata sisi wenyewe hatupendi. Hata wewe mwenyewe kusaidii. Hivi leo ukimpa Mungu 100, utanunua nini pale sokoni? Ukimpa Mungu 200, utanunua nini sokoni? Itafanya nini kwenye kazi ya Mungu? Na Mungu anaangalia sadaka. Anaangalia huyu mtu ametoa nini. Laanyuni leo ametoa dume. Wewe unafikiri Mungu atanyamaza kwa laanyuni? Hawezi kunyamaza. Atampigania na watoto wake. Atampigania na uzao wake. Atamuepusha na magonjwa. Atamuepusha na ajali. Atamuepusha na kila kilicho kibaya. Hivi wewe unazikumbuka sadaka ulizompa Mungu? Nakumbuka. Huwezi kukumbuka. Kwa sababu ni vitu vinyonge. Vitu vilizochoka. Vitu ambavyo havikusaidii. Ndio tunampa Mungu. Na huwezi kukumbuka. Huwezi kukumbuka. Kabla ya kutoa muda, kabla ya kutoa sadaka, hebu tafakari unakwenda kumtolea nani.
Ndugu zangu, ngoja niwaambie. Ndodo shimata radio ina. Abili akaleta wazao. Kayawa Abili irikikaunot. Sio uzao. Me ishoi. Alileta uzao. Eketawo ishoi yene. Wa kwanza. Irikikaunole ishoi. Sio mmoja. Bobo. Alileta kwenye ng'ombe. Aketawo rogishu. Alileta kwenye mbuzi. Nita udantare. Alileta kwenye kondoo. Nita udongara. Alileta kwenye kuku. Nita udonguku. Alileta kwenye kila kitu. Nita udapaki. Alileta wazao. Nita ulolaki kaunot. Wazao. Lolaki oina. Hebu mwambie jirani yako wazao. Kia kidoshi ishoi. Mungu anataka umletee ile kitu kikubwa. Kila kitu kizuri. Kila kitu kinachokutikisa. Kila kitu kinachokugusa. Hicho ndicho Mungu itamgusa Mungu. Nakumbuka Abraham. Mungu akamwambia, nipe mwanao wa pekee. Mwanao wa pekee. Ninyi mnajua faida ya mzao wa kwanza. Jinsi unavyompenda. Jinsi unavyomdhamini. Ambaye hata wakati unakata roho unamwachia boma lako. Ndicho alichowapelekea Bwana. Ndicho Ibrahimu alichompelekea Bwana. Kile unachopenda, kile unachokidhamini, kile unachokijali, ndicho Mungu anachokitaka. Hicho anachokitaka. Kwa hiyo kile inachokugusa, hicho Mungu anachokugusa. Naomba tusimame. Inyo mtashoma robonisho. Biashara yenu. Ndio ina biashara. Kuna watu hapa. Ndio wanagende. Chochote wanachokigusa. Wewe ndio wale na boro. Hakiendelee. Ndio ndio ya. Tunarudi nyuma. Ege jugo siaki. Kwa nini? Kanyodo. Hatumweki Mungu mbele. Ege nigi kera ikuruka. Maana Biblia inasema, nimechwa kigero. Utafuteni kwanza. Yanga nasema ro. Ufalme wa mbinguni. Yanga sishwenye. Na haki yake. Wewe sabate. Na hayo yote. Wala na nakuja kwa kinabani. Jamani, tumtafute Mungu. Mara nasema mwana kai. Katika chochote alichokipa. Depo kito gini. Kwa sababu sisi wenyewe ni mali ya Mungu. Pesa ni mali ya Mungu. Ng'ombe ni mali ya Mungu. Mashamba ni mali ya Mungu. Watoto ni mali ya Mungu. Kila kilichoko katika dunia hii pamoja na sisi ni mali ya Mungu. Nataka leo niwaombee wale wote ambao kila wakifanya hakifanikiwi, hakiendelee, kila wanachokifanya kinadidimia. Nataka leo nikuombee ili Mungu akuinue, ili Mungu aibariki kazi ya mikono yako. Naomba usogee hapa. Basi tuanze ibada hii ya kuwabariki na kuwaingiza kazini Mchungaji Julius na mwinjilisti Julius. Wote wanaitwa Julius. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu wapendwa, katika utumishi wa Injili mmepokea wito wa kumtumikia Bwana na kuteuliwa na usharika huu kushika wajibu wa uchungaji na uinjilisti na kuhudumu katika parokia zetu mbalimbali. Sasa sikilizeni maongozi ya neno la Mungu kama itakavyosomwa na wachungaji walioko mbele yetu. Sikilizeni neno la Mungu kama ilivyoandikwa katika Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 21 kuanzia aya ya 15.
Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, "Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa?" Akawaambia, "Naam, Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Lisha wana-kondoo wangu." Akamwambia tena mara ya pili, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Akamwambia, "Ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Chunga kondoo zangu." Akamwambia mara ya tatu, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, "Wanipenda." Akamwambia, "Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda." Yesu akamwambia, "Lisha kondoo zangu." Amen. Amen. Endo ngoloilanga yormoide mbalaye Petro dagrata amatwa einet orkirei liongwan leto pere neboluni iloshekur kitok neishori ndai enkopia enkito enkisisa nemeibilimwa esai. Wale wao wachungaji wanaoharibu kondoo za malisho yangu na kuwatawanya, asema Bwana. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi juu ya wachungaji wanaowalisha watu wangu, "Nimewatawanya kundi langu na kuwafukuza, wala hamkwenda kuwatazama. Angalieni, nitawapatiliza uovu wa matendo yenu, asema Bwana. Nami nitawakusanya mabaki ya kundi langu katika nchi zile zote nilizowafukuza. Nami nitawaleta tena mazizini mwao, nao watazaa na kuongezeka. Nami nitawaweka juu yao wachungaji watakaowalisha, wala hawataona hofu tena, wala kufadhaika, wala hawatapotea hata mmoja wao, asema Bwana." Amen. Na alipowaona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, "Mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake." Amen. Amen. Akihubiri habari za ufalme wa Mungu na kuyafundisha mambo ya Bwana Yesu Kristo kwa ujasiri mwingi, asikatazwe na mtu. Amen. Bwana awajalie neema mpate kuyazingatia maongozi haya na kuyatumia katika maisha yenu yote. Sasa sikilizeni wajibu wenu utakaosomwa au utakaoelezwa na katibu mkuu. Haleluya. Amen. Wamethibitishwa na vikao mbalimbali, na kikao cha mwisho kilifanyika tarehe 28 mwezi wa 4, hasa kikizungumzia ya kwamba Julius wako wawili, Keriako na Julius Kihamba. Julius awe mwinjilisti na Kihamba awe mchungaji. Je, mnakubaliana na kikao hicho? Mnakubaliana na kikao hicho kilichokaa tarehe 28 mwezi wa 4? Kama mnakubaliana nacho, tupige makofi na vigelegele.
basi mnaweza kugeuka. Wewe Julius Keriako. Julius Keriako. Je, unakubali kufanya wajibu wa uinjilisti na kuhudumu katika parokia hii ya Ole Ngashu au parokia nyingine utakayo kupangiwa katika usharika huu kwa msaada wa Mungu kama ndivyo sema ndivyo nakubali? Je, Julius Keriako, nakuuliza tena. Je, utakuwa tayari kushirikiana na uongozi wa usharika huu kwa uaminifu kabisa na kuwa mtii na mnyenyekevu na kutii maongozi ya mchungaji kama ndivyo sema ndivyo Mungu anisaidie? Paza sauti, sema ndivyo Mungu anisaidie. Ndivyo Mungu anisaidie. Geukia kule. Kushirikiana na mtumishi huyu na kumtunza kimwili na kiroho ili apate kutimiza wajibu wake vyema kama ndivyo washarika semeni ndivyo utakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Yo mwenenda hilo eni ni ngoki. Naomba itatafsiri. Daira ikiligwanda. Amore le agego laisia ya nilene. Laisia ya kindai. Ikiligwanda. Wapendwa washarika. Mpo tayari kushirikiana na mtumishi huyu Julius Keriako na kumtunza kimwili na kiroho ili apate kutimiza wajibu wake vema kama ndivyo semeni ndivyo utakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Ndio hengululu. Geukia huko. Mungu mwenye uwezo wote akuimarishe upate kutimiza vyema wajibu wa uinjilisti katika usharika huu kwa parokia hii ya Ole Ngashu. Naomba mkanda. Maana ya kufungwa mkanda Wakristo mnaona mkanda? Mchungaji wenu anafungwa mkanda huu. Ni maana ya kuwa na utayari wa kutumika. Awe na njaa awe tayari kutumwa. na kuingiza kazini Julius Keriako katika wajibu huu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu mtakatifu,
umetuagiza tuombe ili tupate watendakazi katika shamba lako. Kwa neema yako kuu umetupa mtumishi wako huyu Julius Keriako katika parokia hii ya Olengati awe mwinjilisti. Tunakusihi umjaze Roho Mtakatifu, roho wa imani, apate kukutumikia kwa ujasiri. Umjalie kulihubiri neno na kufundisha kwa uaminifu, wengi wapate kuondolewa dhambi. Umlinde mwili na roho pamoja na jamaa yake yote, ili wawe ushuhuda mwema maishani mwenu. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Naomba tusimame wote tuseme sala ya Bwana. Uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yatimizwe hapo mbinguni. Tupe leo riziki zetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, bali tuokoe na yule mwovu. Maana wako ufalme na nguvu na utukufu pasipo mwisho. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake akukupa amani yake. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Sasa enenda ukamtumikie Mungu kwa uaminifu na kwa furaha kubwa. Na sasa kabla ya kwenda, tunakukabidhi Biblia hii. Biblia hii ni silaha. Biblia hii ni neno la Mungu ambalo litakusaidia katika miongozo yote. Tumia Biblia hii kuhubiri neno la Mungu kwa usahihi. Amen. Amen. Tunakukabidhi pia kitabu hiki cha nyimbo cha tumwabudu Mungu wetu. Ni nyimbo ambazo zina faraja katika safari hii ya kumtumikia Mungu. Kuna milima na mabonde, kuna makwazo pia. Utakapokutana na makwazo, muimbie Mungu wako. Utakapomwimbia Mungu, utavuviwa nguvu mpya na utasikia kuchangamka na kumtumikia Mungu kwa upya tena. Chukua sasa. Amen. Hizo ndio silaha zako. Tunaomba wazee wawili wa usharika huu wa parokia huu, wamama wawili na wazee wawili. Na watoto wawili wa kike na wa kiume wawili. Hangamura danendi mairi na kino hiri na kino hiri ya heja. Eworura rebayani anangamu. Anangamu. Ende rarba ingidua. Au kulole wayani jena. Bemurudo ilawa. Kideba yedi. Dewono. Oruno iyo. Ngwaya yare. Domine kwa yare. Waimbaji wawili. Sawa angaina. Mta mayandoi. Odu alayeni wendito. Odu gara ini yang jomen dongai dorongana. Elarungani. Oh, hija. Ayah, lawa ngamahan aro. Sawa, warana ko shille ne. Edo ne no. Asante sana. Jelo rure ngiro Kenya rara be kimaya. Oh, mama ye, dene ka jarwa yelo. Sasa
Kuna tafsiri. Ore olwai anaenea kama mwinjilisti. Baba akiwa mwinjilisti Siyo mwinjilisti. na wewe ni mwinjilisti. Tonywa na duai ajo irogona yenkai. Jitahidi jionyeshe kwamba umekubalika na Mungu. Laisia lemera sababu ya kukata tamaa. Wasio na sababu laisia ya kukata tamaa. Orori lenkai asi. Wakilisimamia neno la Mungu kwa uhakika. Kuanzia leo. Ora inarunada. Ole ngarnaino. Jina lako litabadilika. Aikijirara utaitwa mama mwinjilisti. Aikijirara mama mwinjilisti. Mama mtumishi. Watanala shayani. Na watu wengi watakuja kwako. Na agebo wanakumadidi. Na Miguel. Usiwachague watu. Wakati mwingine atachelewa. Ayati mute aishara. Haru angeasinenkai. Katika kazi ya Mungu. Na Julius. Unasema Julius. Usio unachelewa bila kumwambia mke wako. Ni muje ne miliki ndomono nilo. Kama una safari. Umechelewa. Imuje. Pigie simu. Pigie simu. Mwambie mke wako. Nino kiage nagirogai. Kiare kiasenkai. Shule ya Mungu imejitokeza. Na sibarara. Na ya ukweli. Ema iligi mulugi. Usimdanganye mke wako. Mwambie ukweli. Amo. Maana yake. Ndio Biblia imesema. Ndio Biblia. Wanawake. Ore kidwa. Ni walinzi. Na karipo. Olmoru walenye. Waume zao. Hayo mimi usimfiche chochote. Na rabi sudo gando mono ni no hoto. Mweleze. Toli kese paka. Rara yeyo. Wewe umekuwa. Endasa ononganako. Umekuwa mama wa wote. Amewenu yenkajina. Maana kwako watakuja wote. Era endasa dola isiaya. Maana wewe ni mke wa mtumishi. Dema yanda yengai. Mungu awabariki sana. Tegilako. Piga magoti tukuombea. Kia na kukulinda. Amen. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani yake. Katika jina la Mungu Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Anja marara eseya kengai. Tenged akito. Ema. Jamme ndoto. Tuanne. Kaitwa ni ai kilikuwa nenda ya ato. Iruko twe nikirajengi kwana na rorono. Kuwapitisha wote wawili pamoja na Julius kuwa mchungaji, kama ndivyo mpige makofi na vigelegele. Ndiye mwa washara. Kwa kwale kaya westo ni kwa kwale kaya umjilisi. Ndio ngululwa ngai na niruko. Wajibu wako. Kama mtu atakayetoa hesabu mbele za Bwana siku ile kuu ya kuja kwake, ili usharika huu ulioko hapa upate kufahamu mawazo yako na nia yako na juu ya wajibu huu unaokabidhiwa leo ya uchungaji, na kuomba ujibu hapa mbele ya Mungu Mwenyezi haya ninayokuuliza. Julius, jina la baba. Julius Kihamba, ni kweli uko tayari kupokea wajibu huu wa kazi ya uchungaji na kumtumikia Mungu kwa uaminifu na mbele za Bwana, ukijua ya kwamba kazi hii ni yake? Jibu kwa neema. Jibu kwa utajibu wewe unayebarikiwa. Ndivyo nitakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Ndivyo nitakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Nakuuliza tena. Je, utahubiri na kufundisha neno la Mungu kwa kulingana na mafundisho ya kanisa la Kilutheri la Afrika Mashariki linavyokiri na kuungama? Utachanganya wala kufundisha hutachanganya wala kufundisha kwa wazi au kwa siri mafundisho mengine yasiyo ya kanisa la Kilutheri Afrika Mashariki. Uko tayari kuhudumu sakramenti takatifu kwa utashi kama
simikwa kwa neno la Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Kama ndivyo sema ndivyo, nitafanya hivyo kwa msaada wa Mungu. Ndivyo nitafanya hivyo kwa msaada wa Mungu. Amen. Na kuuliza tena, je, utakuwa mtu anayependa kujifunza neno la Mungu katika maandiko matakatifu? Mtu anayependa kuomba na mwaminifu katika kutumia vyombo vya neema, na usiwe mtu wa kilevi. Kama ndivyo sema nitafanya hivyo kwa msaada wa Mungu. Nitafanya hivyo kwa msaada wa Mungu. Na kuuliza tena, je, Julius Kihamba utajinyenyekesha katika mafundisho ya Mungu Mwokozi wako na mwenendo wa maisha matakatifu, hata kwa mazungumzo yako? Kama ndivyo sema ndivyo, nitafanya hivyo kwa msaada wa Mungu. Ndivyo nitafanya hivyo kwa msaada wa Mungu. Na kuuliza tena, je, Julius Kihamba takuwa tayari kutii na kufuata maongozi yaliyowekwa na kukubaliwa na kanisa la Kilutheri la Afrika Mashariki, ambalo wewe unabarikiwa kwalo na kukubaliwa kuwa mchungaji? Kama ndivyo sema ndivyo nitakavyofanya kwa uongozi wa Mungu. Ndivyo nitakavyofanya kwa uongozi wa Mungu. Sasa ya Yesu kutumikia, wewe mlinzi wangu na rafiki mwema, sitaogopa vita, nitakufuata, siipotezi njia ukiniongoza. Sasa utasema nadhiri hii mbele ya Mungu na mbele ya Mwokozi wangu Yesu Kristo, atakayewahukumu walio hai na waliokufa siku ile ya kurudi kwake. Sasa sema, mimi Julius Kihamba ninaahidi kwa moyo wangu wote mbele ya usharika huu na mbele ya kanisa la Kilutheri la Afrika Mashariki, kwa msaada na wa neema yake Mungu, nitatimiza haya yote yaliyowekwa mbele yangu siku hii ya leo. Mungu anisaidie. Amen. Weka juu, shika kwa mkono wako. Naomba urudie tena maneno haya wakati sema, mimi Julius Kihamba ninaahidi kwa moyo wangu wote mbele ya usharika huu na mbele ya kanisa lako takatifu la Kilutheri la Afrika Mashariki, kwa msaada na neema ya Mungu, nitatimiza haya yote yaliyowekwa mbele yangu siku hii ya leo. Mungu anisaidie. Kirishano kulo idala na ananalet Unaiona? Ni ndogo sana. Inyina le na shata lilovaa ni jeusi. Ora aragarawaisho bloneo. Yeye ni mwanadamu anakamilika. Idu abaya. Lakini anao neema ya Kristo. Hagi mulo mulivra embulisangai nijishowa biroi. Kwa hiyo anavalishwa stola kama ishara ya neema ambayo Mungu ameweka ndani yake. Wodi na naret na grodo mpulis amkai na jabaline. Kage mama ngani akabai. Kage sabu ke mpulisangai jabaline.
wengine wa Kristo mwangalie. Kama unajiko la info. Leteni sasa stola. Sio stola. Mshipi. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hii stola mnaiona hapa? Dalala stola. Zamani wakati wachungaji wakibarikiwa, Ora bena mayani lairdak. Majina ya Wakristo wake wote walikuwa wanaandikwa kwenye stola. Na gasi dia banga no lungana lairdak boginda na naret. Dunia imekuwa kubwa. Era sabu ngop. Sasa majina yaweze kuenea hapa kwa Kristo atakapokuwa. Mekuri ganyi ngarne na mugumo. Uzi mmoja ulioko hapa. Ora nara arabo kibiyo iti adu na majina ya Wakristo wake wote atakao wahudumia. Yangarna la lairugo ko la aisia yagi. Na huu ni mzigo mzito sana anavalishwa mabegani mwake. Ololo hele wele legiroi ngonyile nyana ado. Atawaombea. Ikela omonogi. Ikela idengen. Na kuwaelekeza kumjua Mungu. Neura nikobe yolo wangai. Ila asimpoteze hata mmoja. Meimini enobo. Isipokuwa yule ambaye atatii. Kage warilo mingani wala iminope. Sasa mkanda, mshipi. Ngene, da ro yesho bogi. Ambolo sene. Sasa ili kila mtu aone wakati wa kuvaa kwa kama mchungaji, stola unaitoa unavalisha juu. Sawa. Sasa hiyo watu wanaona kila kitu. Unaelewa hiyo kwa leo. Sio kafunda sio kufunga ibada kwa kufunga hivi. Unaelewa? Basi sisi tunaalia mvalisha. Elezea kwanza. Elezea kwanza. Wakristo, hii mnaiona? Legirisia ni dalala lagara. Ili vazi la namna gani kubwa sana. Gara hela lalla. Lilipana mno. Hela lo leng. Maana yake ni kwamba agede ironji hii anavaa kuonyesha kwamba kazi ya kuhubiri Injili. Egisho ba rodolwado wale sia yengna sara roilangai nala lo leng nara bolosian agelo bogi weji nelo bogi weji danda baho na kazi yake ni pana jinsi lilivyopana. Na baho sia ile Yesu. Tunavalisha vazini. Amen. Nelo egela lesia yangai. Sasa sogea hapa. Alama ya ushindi kwetu. Ore msalaba ni rodolwe ngilunora. Na maana yake ni kwamba asione aibu kumtangaza Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili ya ore ndila salaba madalangu huna aina su Yesu atahoki ya sala barabara gina. Sasa angalia huku, piga magoti. Sasa wachungaji, tunaomba sasa mwekee mikono
tuseme sala ya Baba yetu uliye mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama yatimizwa mbinguni. Tupe leo riziki zetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, bali tuokoe na yule kama wako ufalme na nguvu na utukufu katika milele. Amka tena. Enzi amimine juu yako Roho Mtakatifu kwa ajili ya huduma hii takatifu ya uchungaji katika kanisa lake unalokabidhiwa juu yako sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, sasa ninakukabidhi huduma ya hui ya uchungaji katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Basi pokea baraka za Mungu. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukupa amani yake. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tumshangilie Mungu kwa makofi na vigelegele. Mchungaji watakuja kumshika mkono, kumpongeza kwa huduma hii nzuri anayeanza, huduma ya kichungaji. Na kama mke wake pia yupo, nitaomba haja hapa mbele. Asante. Wachungaji anzeni. Resu dungkeranya neti.